الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه غر الميامين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ukamilifu wa sifa na shukrani vinamsahikia Allah subhanahu wa ta'ala. Swala na salamu za Allah subhanahu wa ta'ala zimshukie mtume mtukufu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na jamaa zake, sahaba zake na kila mwenye kuwafata hao kwa wema hadi siku ya Kiyama. Somo letu la leo katika kitabu Sharh al-Arba'in an-Nawawiyya, utunzi wake Sheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, ni mwendelezo wa ufafanuzi wa sharhi ya hadithi ya tatu kuhusiana na nguzo za Uislamu. Katika darsa iliyotangulia kabla ya hii, tuliona jinsi Sheikh alivyofafanua misingi ya nguzo zilizotangulia kama vile swala na zaka. Katika sehemu hii tunayoenda kuisoma leo, Sheikh anaingia kwa kina kufafanua nguzo ya haji, yani kuhiji nyumba ya Allah, na saumu, yani funga, akibainisha hikma kuu zilizopo katika mgawanyo wa nguzo hizi kati ya zile hukumu za kimwili, kimali au mchanganyiko wa vyote viwili, zikiwa kama mtihani wa kiimani kwa mja. Shekhe akaanza kwa kusema hajjul baiti, kuhiji nyumba tukufu, yani al-Kaaba. Hal yatawaqafu al-hajju ala badli al-mali, je, ibada ya haji inategemea au inalazimika kutoa au kutumia mali? Akasema fihi tafsiri, katika jambo hili kuna mchanganuo au ufafanuzi. Idha kana al-insanu yahtaju ila shaddi rahili ihtaja ila al-mal, ikiwa mwanadamu anahitajia kufanya safari au kufunga safari ya mbali, basi atahitaji mali. Yani ikiwa mtu atahitajia kufunga safari kutokea nchi ya mbali kama vile Tanzania, anataka kwenda kutekeleza ibada ya haji, atahitajia mali. Tamam. Akasema
lakinna hadha kharij, lakini jambo hili liko nje ya dhati ya ibada yenyewe, ni nje ya ibada yenyewe. Ibada ya haji sio ibada ya nini? Mali, kama ilivyokuwa nini? As-zaka. Tamam. Bimaana kwa yule ambaye yupo katika ardhi ile ya Makka na anataka kutekeleza ibada ya haji, hatohitajia mali, sawa, isipokuwa matumizi machache atakapokuwa ametoka nyumbani mwake na akawa nje ya nyumba yake au maeneo ya nyumbani kwake kwa ajili ya utekelezaji wa ibada ya haji, ima atakapokuwa Mina au Muzdalifa au sehemu nyingine kando na nyumbani kwake, atahitajia pocket money, kiasi fulani cha pesa kwa ajili ya matumizi ya chakula na mahitaji mengine madogo madogo. Lakini ibada yenyewe kwa dhati yake si ibada inayohitajia nini? Mali. Tamam. Wa idha qaddamna anna ar-rajula fi Makkah fahal yahtaju ila badli al-mali, akaleta swali kwamba na tukiasumia, yani tukikadiria kwa mtu huyo yuko Makka, je, anahitaji kutoa au kutumia mali? Aljawabu, idha kana yastati'u an yamshi ala rijlayhi fala yahtaju ila badli al-mali. Jawabu ni kwamba ikiwa anaweza kutembea kwa miguu yake miwili, maana wakati mwingine mtu hawezi kutembea kwa miguu yake miwili, anahitajia ima akodi taksi au kipando chingine chochote ambacho kitamfanyia wepesi wa kutoka nyumbani kwake kwenda sehemu kunapotekelezwa ibada ya haji. Ikiwa hawezi kutembea kwa miguu yake miwili, atahitajia sapoti nyingine ili aweze kufika sehemu ya utekelezaji wa ibada ya haji, atahitajia mali, sawa. Bimaana hata kama atakuwa na gari yake mwenyewe itabidi aweke mafuta, si ndio? Wanafaqatu min al-akli washurbi la budda minha hatta wa illa yahujja, kwamba ikiwa anaweza kutembea kwa miguu yake miwili, basi hatohitajia kutoa mali, na matumizi ya chakula na vinywaji ni jambo la lazima kwake, hata kama si mwenye kuhiji, atahitajia kutumia nini? Mali, kununua hivyo. Lidhalika alhajju indi mutaraddidun baina an yakuna ibadatan maliya au ibadatan badaniyatun maliya. Akasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, kwa ajili hiyo ibada ya haji kwangu mimi ina sita, yani iko katikati ya taraddud au ya taraddidun baina an yakuna ibadatan maliya au ibadatan badaniyatan maliya. Ina sita kwa maana iko katikati kati ya kuwa ni ibada ya kimali pekee au ibada ya kimwili na kimali pamoja. Wa ala kulli hali in kana ibadatan maliyatan
badaniyatan fahuwa imtihan. Kwa vyovyote vile, ikiwa ni ibada ya kimali na kimwili, basi hiyo ni huo ni mtihani, ni ibada miongoni mwa ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia kumtahini mja kupitia ibada hizi. Fasarat hadhihi alhikmatu alazimatu fi arkani alislam annaha fasarat hadhihi alhikmatu alazimatu fi arkani alislam, basi ikawa hikma hii tukufu katika nguzo za Uislamu ni kwamba badlul mahbubi wal kafu anil ma almahbubi, inajumuisha au sinajumuisha kutoa kile kinachopendwa na kujizuia na kile kinachopendwa. Wa ijhadul badani, vile vile kushughulisha au kuchosha mwili. Kullu hadha imtihani, yote haya ni mtihani. Ikiwa ibada yenyewe ni inalazimika mtu atoe anachokipenda au ajizuie na anachokipenda, au ni ibada ambayo ni ya kushughulisha au kuchosha mwili, yote hayo ni mtihani. Sawa. Badhlul mahbubi fi zakati, kutoa kile kinachopendwa kunapatikana katika zaka. Lianna almala mahbubun ila alinsani, kwa sababu mali inapendwa sana na mwanadamu. Sawa. Kama qala Allahu azza wa jalla, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa innahu lihubbil khairi la shadid, na hakika yeye mwanadamu kwa kupenda mali ni mwingi wa nguvu, yani ni mwingi wa kupenda hizo mali kwa nguvu. Waqala, na akasema katika sura nyingine, hiyo ilikuwa ni Suratul Adiyat aya 8, wa innahu lihubbil khairi la shadid, na hakika yeye kwa kupenda mali ni mwingi wa nguvu. Waqala, na akasema wa tuhibbuna almala hubban jamma, na mnaipenda mali mapenzi ya kupitiliza kiasi. Suratul Fajr aya nambari 20. Wal kafu anil mahbubi, na ibada inohusiana na kujizuia na vinavyopendwa. Fi siyami kama jaa fil hadithi al-qudusi, inapatikana katika somo, yani funga. Ibada inofungamana na kujizuia na vinavyopendwa inapatikana katika somo, kama jaa fil hadithi al-qudusi, kama ilivyokuja katika hadithi al-Qudus. Allah sema yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, mja anaacha chakula chake, kinywaji chake na matamanio yake kwa ajili yangu. Sawa, na hivi vyote ni katika vile ambavyo vinapendwa. Tunapenda vyakula, tunapenda vinywaji, tunapenda matamanio, lakini tunalazimika kuviacha kwa ajili ya kutekeleza ule mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala